kisheria kama mtu akipotea inabidi taarifa itolewe rasmi. Kwa mamlaka gani? Jeshi la polisi. Jeshi la polisi na wanatakiwa waanze kazi ya kutafuta huyo mtu kuanzia masaa 48. Sasa sisi tutapiga hodi polisi kwanza, tutaka kujua upelelezi unakwendaje. Tukapata taarifa kwamba kwa miaka mitatu 2023 mpaka 2025 ni miaka hii mitatu, watu ambao rasmi polisi ina taarifa ni 758. Uchunguzi umefanikisha watu 503 kupatikana, ambayo ni 66%. Watu 265 bado hawajulikani walipo. Watu 265 ambayo ni 34% ukichukua miaka hii mitatu iliyopita. Lakini la pili, hizi takwimu zinaonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2022 waliopotea ilikuwa 216, waliopatikana 160 na 56 walikuwa bado wanatafutwa. Hiyo 2022. Tuje 2025, mwaka jana. Mwaka jana 2025 watu 237 walipotea, 176 wamepatikana, na ambao hawajapatikana ni 61. Kwa hiyo moja ni kwamba sio kwamba juhudi hakuna za wenzetu polisi, kwa sababu kuna waliopatikana, lakini kuna hii idadi ambayo bado, na ndio shauku kubwa ya watu kutaka kujua hatima ya ndugu zao, jamaa zao ambao bado hawajapatikana. Na sisi kwa nini tulisema ni moja katika vyanzo? Kwa sababu tulikwenda kwa mfano mkoa wa Mara, tulikwenda kata ya Sirare Tarime, mkoa wa Mara. Pale shahidi mmoja ametupa majina ya watu 6 wamepotea kwenye kata ile, na bado wanatafuta majibu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa sisi tumebaini nini? Kwanza kwenye haya hii idadi ambayo polisi imetupa ya waliopotea 758 mwaka 2023 2025, hao 513 waliopatikana ni makundi gani? Kwa hiyo taarifa yao inasema ni makundi 7. Moja ni kulipizana kisasi, jingine ni masuala ya uhalifu, nyingine kukwepa mkono wa sheria, nyingine imani za kishirikina, wengine waliondoka bila taarifa makwao. Wengi tu nafahamu hapa Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, watoto wengi wana stowaway, hawagi makwao, na stowaway hawagi makwao. Nyingine usafirishaji wa binadamu haramu, hawagi. Kwa haya lakini sisi sasa tutawaambia tulibaini nini na tumependekeza nini kwenye hili swala kubwa la kijamii ambalo linatugusa. Moja ni kwamba tunaona ni swala ambalo linahitaji kipaumbele katika uchunguzi. Polisi zina kazi nyingi tofauti, lakini hii ni swala ambalo linahitaji kipaumbele na linahitaji mkakati maalum wa kuweza kulitatua, na unakwenda kwenye mizizi yake, ili lipunguke, tuone kabisa kwamba linapunguka na linaondoka. Lakini pili, tumeona sisi kwamba katika upelelezi unaoendelea, pamoja na mafanikio ya kuwapata wenzetu ambao walipotea, walijipoteza na kadhalika, au walitekwa kwa sababu ya ili watoe pesa ndugu zao, kwamba kuna umuhimu wa kuwa na mkakati maalum wa kuweza kulitatua. Lakini pia polisi wana PGO 233 ambayo inaweka utaratibu. Utaratibu huo unaitaka polisi ipe taarifa familia, lakini sisi tumeshauri kwamba hili kwa sababu ni swala la umma, taarifa wapewe wananchi, na nadhani polisi mnafahamu mara kwa mara huwa wanatoa taarifa
kwa umma, lakini taarifa hizo ziongezwe ili kila mtu tujue hatima ya hawa wenzetu. Lakini pia tumeona kwamba kwenye haya watu waliopatikana na vile kuna viashiria vya uhalifu, kesi nyingi zinaishia upelelezi badala ya kwenda kwenye mashtaka. Kwa hiyo ili kuimarisha upelelezi, kuwa na mashtaka yanayofaa hasa kwa uhalifu ndani yanayotokea kwenye masuala haya, tumependekeza kwamba mamlaka ikiridhia imwagize mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya tathmini ya utendaji, performance review ya umadhubuti wa upelelezi ili kuboresha huo upelelezi. Naye ameshafanya, mtakumbuka, kuhusu masuala yale ya kukiri kosa, plea bargain. Ameshafanya performance review hiyo na imesaidia katika kuboresha. Baada ya performance review ikaja kanuni mpya na mambo mengine ya kuboresha. Kwa hiyo swala ambalo tunalo, lakini nini. Kwa hiyo nataka tu kuweka hizi sawa kuhusu hayo masuala ya upoteaji wa watu.